Habari zenu nyote. Mimi ni Aye Sare ZON. Kwa niaba ya klabu ya NAN Mechatronics, ningependa kukutambulisha kwa FIRs leo. Kwanza kabisa, asante kwa kusikiliza. Ningependa kwanza hivi. FIST inawakilisha nini? Kwanza ni kifupisho ambacho nitawasilisha kama kwa msukumo na utambuzi wa sayansi na teknolojia. Hakuitafsiri kwa Kituruki, bali alitaka iwe chanzo cha msukumo na utambuzi wa sayansi na teknolojia. Kwa hivyo, FIRST sasa inajifafanua kama ifuatavyo. Ni jumuiya inayoongoza duniani ya roboti, inayoandaa mashindano ya roboti ya vijana, ambayo yanakuza uvumbuzi, kujenga kujiamini na kuandaa vijana kwa maisha. Kuna programu 3 chini ya mwavuli wa KWA-ENZA. Kuna mashindano 3 katika programu hizi. Basi, kwenye video zijazo, marafiki zangu wataelezea nini tunapaswa kufanya kwa ajili ya mashindano haya, iwe ni upande wa roboti au maeneo mengine. Lakini sasa nitawaelezea lengo la taasisi inayoratibu haya yote, dhamira yake, maono yake na baadaye falsafa yake. Kwa sababu katika mchakato wa mashindano, tunayahitaji haya yote. Kuyajua haya, kuikubali ile hali ya hewa na kuelewa vizuri malengo ya mashindano ya FIRST ni muhimu ili tuweze hata kupata tuzo. Wacha nizungumzie kidogo kuhusu historia yake kwa kifupi. Ilianzishwa mwaka 1989 na Dean Kamen pamoja na Daktari Woody Flowers ambaye alikuwa mwalimu wake. Nitazungumzia lengo lake muda si mrefu. Lengo lake ni kuandaa wanafunzi wa sasa kwa ajili ya siku zijazo, ili wawe wanasayansi wenye ujuzi au watu wanaopenda teknolojia. Ilianzishwa kwa lengo hili, na vipengele vya programu zake ni kama ifuatavyo. Kama unafikiria kuanzisha, kama we ni mwalimu unayetazama sasa hivi, au mentor, au hata mwanafunzi, basi ina mtaala unaofaa kwa shule na pia kwa programu zilizopangwa baada ya masomo. Mchakato wa kukusanya sehemu za roboti na mahitaji tofauti walioandaa kwa ajili ya tuzo tofauti katika kazi zao umepangwa kwa njia ambayo inaweza kufanywa ndani na nje ya shule. Taasisi hiyo, FIRST Foundation, ina wafuasi wengi. Mashabiki hawa pia hutoa faida nyingi kwa timu. Pia ningependa kutaja moja ya kauli mbiu zake, inaitwa zaidi ya roboti. Msingi wa mashindano haya, tunayoyaita mashindano ya roboti, ni zaidi ya kutengeneza roboti pekee. Wanafunzi wanachunguza, wanabuni, wanatengeneza na wanawasilisha. Mbali na hayo, wanapata pia fursa za kazi na ufadhili wa masomo. Kwa sababu, kama nilivyosema, kuna wadhamini wengi katika mazingira hayo. Pia wanagundua shauku zao wenyewe. Wakati wanatengeneza roboti, pia wanatoa mawazo kuhusu matatizo ya kimataifa. Wanapokutana na changamoto, wanajifunza jinsi ya kuzishinda kwa bidii, uthabiti na maarifa walionayo. Si tu shindano la kutengeneza roboti, ni zaidi ya hapo. Sasa, pamoja na maadili, itaeleweka vizuri zaidi. Ndiyo, nitazungumzia kuhusu dhamira, maono na lengo. Sasa, hebu niendelee kwa kuelezea dhamira, maono na lengo kama ilivyo kwenye tovuti yao rasmi. Dira ya FIRST ni kubadilisha utamaduni wetu kwa kuunda dunia ambayo sayansi na teknolojia vinasherehekewa na vijana wanaota kuwa viongozi wa sayansi na teknolojia. Maono ya FIRST ni kubadilisha utamaduni wetu wa kimataifa kwa kuwalea vijana watakaoangazia mustakabali kwa kuzingatia sayansi na teknolojia. Na hivyo ndivyo wanavyolenga kufanya kupitia mashindano yao. Linapokuja suala la dhamira yake, ni kuhusu kuwapa vijana ujuzi wa kujenga ulimwengu bora, sio ujuzi wa robot tu, bali uwezo, na hakika uwezo muhimu. Baadaye wanakusudia kuwapa vijana kujiamini na nguvu. Na je, wanatekeleza haya yote kwa njia gani? Kupitia programu zao za roboti wanazotoa. Hivyo ndivyo ilivyo pia dhamira yao. Linapokuja swala la lengo, FIRST ipo ili kuandaa vijana wa leo kwa ajili ya dunia ya kesho.
Hivi ndivyo walivyoandika kwenye tovuti yao, na kwa kweli kupitia programu zao za roboti vijana wengi wamefaidika. Kwa mfano, kutoka Uturuki pekee kuna timu 192 zinazoshiriki kwenye FIRST Robotics Competition kwa sasa, na karibu kila timu ina angalau watu 20 ndani yake. Ndiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Yaani, hapa Uturuki, nchini kwetu, katika nchi niliyopo sasa hivi, kuna wanafunzi wengi wanaonufaika na hili, na hakika duniani kote wapo wengi zaidi. Ndiyo maana kuna vijana wengi wanaojiandaa kwa ajili ya dunia ya kesho kupitia programu zao. Sasa nataka kuzungumzia kuhusu maadili yao ya msingi. Wamekumbatia maadili 6 ya msingi: ugunduzi, ubunifu, athari, timu, ujumuishaji na burudani. Sasa nitazielezea moja baada ya nyingine kwa kifupi. Katika kipengele cha ugunduzi, tunagundua ujuzi na mawazo mapya. Kuna ujuzi na mawazo mengi tunayopata kuhusu roboti, na pia kutokana na mazingira ya mashindano tunayoshiriki ambayo yanatufundisha mambo mengi. Tayari ndani ya timu nyingi zilizoundwa na pia katika timu nyingine tofauti kuna wanafunzi wenye mawazo tofauti sana. Hii ndio moja ya mambo mazuri zaidi kuhusu FIRST. Inaunda mazingira ambapo mawazo, tamaduni, lugha, dini na rangi mbalimbali zinakutana na kufanya kazi pamoja kwa lengo moja huku wakifurahia. Kama nilivyosema, mchakato huu wa kugundua unaungwa mkono na utofauti na wingi wa mawazo. Wanafunzi wanalazimika kuwa wazi kabisa kwa ujuzi mpya, kwa sababu wengi wao kabla ya kukutana na FIRST hawajawahi kushiriki katika mchakato wowote wa kutengeneza robot, au wanashughulika na programu lakini hawajui jinsi ya kuipanga robot, na hivyo wanajifunza ujuzi mpya. Mbali na hilo, kwa mfano, karibu kila timu ina akaunti ya Instagram. Hapo wanajifunza jinsi ya kufanya ubunifu wanapoandaa machapisho, au wanapotafuta wadhamini wanapata ujuzi wa kuwasiliana na watu. Kwa hiyo, kama Amazon ilivyosema, wananuia kuandaa dunia ya kesho kupitia programu kadhaa. Ninaendelea na ubunifu. Wanapambana na changamoto. Hizi zinaweza kuwa changamoto ndani ya timu yao pia, bila shaka. Mbali na hilo, zinaweza kuwa pia matatizo ya kimataifa. Wanapokutana na changamoto hizi, wanalazimika kutumia ubunifu na juhudi zao ili kuzitatua. Katika ulimwengu wa nje au katika ulimwengu wa siku zijazo, watakabiliwa na matatizo katika maeneo yao ya kazi, maisha yao wenyewe na familia zao, na wanajitahidi kila mara kutoa suluhisho la matatizo haya kwa azimio na ubunifu wao. Acha niendelee na athari. Kwa kweli, athari ni mali kubwa na muhimu sana ya FIRST. Kwa sababu, hebu tufikirie hivi. Kama sisi, EMCNN na M-Mechatronic Club tulikuwa timu ya 4 ya kwanza kuanzishwa nchini Uturuki. Na kama nilivyosema sasa hivi, kwa sasa kuna timu 192 za FRC nchini Uturuki. Hivi ndivyo idadi ilivyo kwa sasa. Lakini labda siku za usoni idadi hii itakuwa zaidi. Duniani pia sasa kuna mamilioni ya timu. Na kila mara athari ya FIRST imeongezeka kwa sababu wanafunzi wanaofikiwa wanapopata msukumo wanataka pia kuhamasisha wanafunzi wengine. Kwa mfano, sisi kama timu yetu ya roboti tunatembelea maeneo mbalimbali ya Uturuki na kujaribu kuwafundisha wanafunzi maadili ya FIRST. Kwa sasa, kama naweza kugusa maisha yeyote kati yenu kuhusu FIRST au kuhusu kuanzisha timu mpya, hilo ni jambo zuri sana, linanipa furaha. Kwa sababu athari nzuri ambayo FIRST imeleta na shauku hii ya sayansi na teknolojia inapaswa kukua zaidi ili wanafunzi watakaounda na kuijenga dunia ya baadaye waweze kulelewa. Kila timu inajaribu kuongeza wigo wa athari hii kila wakati. Hii ni miongoni mwa misheni zetu na pia ni miongoni mwa misheni za timu nyingi. Ujumuishaji, kama nilivyosema hapo awali, ukweli kwamba wanafunzi kutoka tamaduni tofauti, asili za kikabila na mitazamo tofauti hukusanyika pamoja kama timu katika mashindano yenye dhamira moja, kwa kweli unaonyesha kujitolea kwa FIRST kwa ujumuishaji. Haijalishi kilichotokea.
Labda thamani nyingine ya FIRST ni kwamba inaunda nafasi ambapo wanafunzi ambao huenda hawajapata nafasi yao wanaweza kujikuta, kujieleza kwa raha na kuingiliana na mawazo tofauti. Kazi ya pamoja. Sote tayari tuko katika timu katika mashindano ya KA1 na kama nilivyosema hapo awali, timu hizi zinaunga mkono ushirikiano. Sio tu ndani ya timu zao, bali pia wanashirikiano na timu nyingine kwa njia mbalimbali. Nikizungumzia kuhusu burudani, naweza kusema binafsi kwamba ninafurahia sana mashindano haya. Nimekuwa nikihusika tangu nikiwa mdogo sana. Natumaini kila mtu anafurahia na naweza kuona kwamba si wanafunzi wanaoshiriki katika shindano tu, bali pia wajitolea, familia nzima ya kwanza wanafurahia wakati huo mzuri katika wiki hizo chache. Ninaendelea. Falsafa ya FIRST inaendelea na taaluma inayowajibika. Ni dhana ambayo Dr. Woody Flowers aliianzisha na kuiendeleza. Anasema hisia na maarifa vinapaswa kuunganishwa na tunahitaji kuvisawazisha vizuri. Hebu nisome maelezo yake hapa haraka kwa ajili yenu. Wataalamu wenye uwajibikaji hujifunza na kushindana kwa bidii sana, lakini katika mchakato huu wanatendeana kwa heshima na adabu. Katika mazingira ya mashindano, iwe ni FLL, FTC au FRC, ushindani mkubwa huwa juu sana. Daima kuna hisia zinazopatikana katika kilele chake. Kuweza kudhibiti mambo haya ipasavyo ni mojawapo ya mahitaji muhimu zaidi ya vijana wa ulimwengu wa kesho. Na Woody anatuambia tuangalie mambo haya kwa makini. Acha maarifa, ushindani na huruma vichanganyike kwa uhuru na uishi kwa njia hii shauku hizi za ushindani na mchakato wa ushindani na endelea. Baada ya hapo, hebu tuzungumzie cooperation katika FIRST. Kama nilivyotaja hivi punde, katika mashindano ya ubingwa wa dunia na ya hapa nchini Uturuki au kwenye mashindano ya kikanda, FIRST inathamini sana mawasiliano kati ya timu, kwa sababu sisi sote ni familia moja. Bila shaka, timu zinajitofautisha ndani yao, lakini mawasiliano wanayojenga pamoja pia ni muhimu sana. Kwa mfano, kwa sasa kuna timu nyingi ambazo zinafanya mikutano mtandaoni au kushiriki kwenye matukio mbalimbali kama kick-off ambapo mashindano yanatangazwa. Hicho ni kile kipindi ambapo uwanja wa mashindano unatambulishwa. Pale, kwa mfano, kuungana na timu nyingine na kusaidiana nao, labda kutoa au kupokea vipuri au kufanya miradi pamoja, ni dhana nyingine ambayo FIRST inathamini sana. Yote haya yanapounganishwa ndio yanaunda falsafa ya FIRST. Hayo ndio niliyokuwa naweza kueleza. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Natumai nimeweza kuwasaidia kumfahamu FIRST vizuri.